lakini ikatokea shida. Na huu niweke vizuri, huu sio mgogoro. Ni tofauti na ambavyo watu wanaweza kufikiria. Hakukuwa na mgogoro ndani ya chama na hakuna mgogoro ndani ya chama. Kilichotokea, lilitokea tatizo. Likatolewa taarifa kwenye kamati kuu kwamba hapa kuna tatizo. Kwa kamati kuu ilijadili tatizo, na tatizo lilikuwa linamhusu mtu mmoja. Maana hapa umeuliza kwamba sasa ofisi ya katibu mkuu ni kubwa na watu ni wengi, ni akina nani wanafuatana naye. Tuhuma hizi zilikuwa zinamhusu mtu personale, sio ofisi. Ni mtu binafsi. Na ndio maana zimejadiliwa, amepewa nafasi ya kujieleza kwenye kamati kuu, na yeye mwenyewe akakiri hizo tuhuma na akaomba kwenye kikao cha kamati kuu ikiwa kimekaa hapa, akaomba kujihuzuru. Kwa hiyo alijua kwamba hakuna watu wengine ambao wanasaidiana naye kwenye hiyo tuhuma, na ndio maana hizo tuhuma zilianzishwa na secretariat, ambao ndio chombo anachofanya nacho kazi, ambacho chombo ambacho yeye ni mwenyekiti. Kwa kama kungekuwa na mtu mwingine ambao anashirikiana naye, secretariat ingemuunganisha. Kwa hiyo iko namna hiyo. Nilikuwa nataka kwanza kwenye hilo lieleweke, kwa sababu maswali mlivyouliza nikana kwamba huenda kuna kokoro hapa, huenda kuna watu wengine inabidi wakokotwe pamoja naye. Na amesema vizuri mwenyekiti kwamba tunakokwenda, kama tutagundua yoyote alikuwa mshirika wa matendo hayo, naye atashtakiwa kwa mujibu wa katiba kwenye vikao vya chama na ataadhibiwa. Kila mtu ataadhibiwa kwa wakati wake na kwa kosa lake. Lakini haiwezi kuwa kosa moja la mtu mmoja yani samaki mmoja akioza tenga zima. Ulikuwa msemo wa zamani huo, sio? Sasa hivi samaki mmoja akioza tunamtoa aliyeoza, tunaendelea na walio wazima, sio? Haiwezi kuwa samaki mmoja akioza tenga zima. Kwa hiyo hatuwezi kwenda na huo msemo, na haiko namna hiyo. Sasa program ni nini? Sisi baada ya kumaliza hili tunaendelea na kazi za chama. Leo tukimaliza hapa kikao hiki na nyie, ambacho tulitaka tupeleke huo ujumbe kwa umma, tuna kikao viongozi wakuu pamoja na wabunge, ili tuweze kukaa pamoja, tuweze kuchakata tunatafutaje rasilimali za kuhakikisha hiki chama kinakwenda mbele. Tunao wadau wanatuchangia, lakini wadau peke yake hawezi kuendesha chama hiki. Lazima na sisi tuchangie, na tumepitisha jana kwamba kila kiongozi wa chama hiki atachangia chama ili kuweze kusonga mbele. Kwa hiyo tutakaa kikao leo ili kuweza kupanga hiyo plan. Lakini baada ya hapo, leo tunakamilisha nyaraka ya kuhakikisha kesho tunaenda kuanza kusajili bodi ya wadhamini LITA. Lakini pia inabidi tukamilishe muhtasari wa wa halmashauri kuu ili tuweze kupeleka taarifa hizi kwa msajili wa vyama kwa mujibu wa sheria za hatua ambazo zimechukuliwa, lazima zipelekwe. Lakini baada ya hapo tumepitisha mchakato wa kuboresha katiba yetu, na ikikuwa kipaumbele chetu cha kwanza, na tulishasema tena hapa, walaka wa kukusanya maoni ulishakamilika. Hatua inayofuata ni kushuka kwenda kukutana na kamati tendaji za mikoa mbalimbali. Na ndio maana hapa wako wenyeviti wa mikoa kadhaa, na ndio kimsingi ndio wajumbe wa halmashauri kuu. Kwa tumewaeleza na wanashuka kwenda kujipanga ili kuita kamati tendaji za mikoa yao kuanza kukusanya maoni ya maboresho ya katiba. Lakini kuna kazi ya kufanya ya siasa. Tutakwenda ili tuweze kuwaongoza Watanzania namna ya kudai kupewa katiba ya nchi. Kwa sababu sisi Chauma tulishaenda hatua mbele. Tulipounda kamati ya kushughulikia maboresho ya katiba ya chama, tuliunda pia kamati ya kushughulikia kupata ibara za katiba ya nchi ambazo ni vikwazo, ambazo tukianza kuandika katiba lazima zibadilishwe. Kwa lazima sisi Chauma tukienda kwa wananchi, hatutapiga kelele tu kwamba katiba hii ni mbaya na nini. Lazima tuwaambie Watanzania ni vifungu vipi au ibara zipi za katiba zinazokwaza maendeleo yao, ili kianza kuandika katiba wapiganie ziondoke. Tutawaambia ni mambo gani ya msingi yatakuwa kuandikwa kwenye katiba ya nchi. Tutawaongoza Watanzania
ili wajue wanaposema wanataka katiba mpya wanaitaka kwa sababu zipi. Serikali kuna wakati itanabaisha kwamba inataka kutoa elimu ya Watanzania waielewe katiba. Mmeshaiona hiyo elimu inatolewa? Haijawahi kutolewa. Sasa hawatoi elimu kwa sababu hawana nia watu wapate katiba inayotakiwa. Lakini sisi Chauma tutaongoza Watanzania, na sisi tutaongoza kwa kutenda, sio kwa kulalamika, kwa kutenda kwamba kibaya ni hiki, kibovu ni hiki, ili tuweze kuhakikisha kwamba haki ya Watanzania inapatikana na chama hiki tunakijenga kwa wivu mkubwa. Mungu awabariki sana. Asalamu alaykum.